Yes, bana mambo vipi? Inakuaje? Karibu tena kwenye Wake Up na Mando. Leo ni siku ya Jumatano nzuri, tuko kwa ajili ya kupiga story zetu za kiburudani na mimi naitwa Elman. Nyuma kamera ni mwanangu anaitwa Samir. Tuko hapa kwa ajili ya kuzana na habari zetu za kiburudani. Of course, leo na story kadhaa. Na miongoni mwa story hiyo ni issue ya ndoa ya Diamond na Zuchu. Now at least nimeanza kuamini. Nimeanza kuamini vile ambavyo vinazungumzwa Diamond amemuoa Zuchu. Angalau ninaanza kuamini kwa sababu nina vithibitisho. Mimi nilisema jambo moja. Wasiwasi wangu mkubwa ulikuwa Zuchu hajaipa nafasi sana hii issue. Ameifanya yani Diamond na timu yake, upande wa Diamond ndio watu ambao wameipa airtime zaidi kuliko upande wa pili, upande wa kina Zuchu. Inawezekana labda Diamond ameitaka kuwa kawaida, hajaitaka kuwa viral iende sana. Ni just wanasema imefungwa mwezi wa 4 na watu sui 6 sui 7. Inawezekana kwa upande wa mwanamke pia hakujisikia vizuri. Labda alikuwa anataka jambo liwe kubwa, liwe nini. Kwa baada ya kuona Zuchu amebadilisha kwenye bio yake, amejiita Mrs. Nasibu, akatag jina la Diamond Platnumz. Hapo asilimia fulani kwangu zimeanza kupanda. Baada ya Diamond pia kutangaza yeye ni mume wa mtu, wakanafanya show ya mkesha wa Mwenge Gongo la Mboto, hapo pia nikaanza kuamini. Niambie kitu. Siku ya leo mimi sikuwa vizuri kwenye afya. Niko najisikia kuumwa. Unajua ukishakuwa uko ndani ya ndoa, kuna kanamna. Lakini still mimi nitakomaa na msimamo wangu. Diamond na Zuchu wapo kwenye mahusiano ni kwa sababu ya kazi. Yaani Zuchu na Diamond wapo kwenye mahusiano au wameoana au wherever itakavyokuwa, kwa sababu ya kazi. Kwa sababu ya kazi. Diamond ana protect biashara yake. Yaani hicho mimi nitaendelea kuwa kwenye msimamo wangu. Katika wanawake wote ambao Diamond anashawahi kuwa nao, mimi I guarantee you Zuchu ndio mwanamke ambaye kamsumbua Diamond. Kwanza mapenzi, pili biashara yake. Yaani inawezekana kabisa Diamond wanawake wote aliotembea nao alikuwa yuko tayari kuachana nao ya anytime. Wema, sweet Tanasha, sweet Mobeto, sweet Zari, Diamond alikuwa ready kuachana nao. Lakini mwanamke ambaye ukienda kumuuliza Diamond hatamani hata kuachana naye ni Zuchu. Tunakumbuka sakata lake siku na kiongozi gani alimtumia message, Diamond aka screenshot ka post. Kumbuka hiyo issue? Kam DM tu Zuchu mambo sio nini, aka screenshot aka post, akamuonya mitandao. Kwa nini nasema kamsumbua? Zuchu kamsumbua sana Diamond. Kwanza Diamond kabisa anajua akimwacha tu Zuchu, kesho ule Zuchu ana mwanamume mwingine. Na Diamond anahofia atakuja kujitazama vipi huku mitandaoni huku. Unaelewa? Yaani anajua kabisa huyu dakika 2 nikiachana naye huyu. Yaani nikiachana naye dakika 2, kesho. Yaani hala ataizungushi yani. Kesho sipo naye, kesho na mtu mwingine. Na Zuchu akiwa na mtu mwingine itamtesa sana Diamond kuliko mwanamke yoyote yule. Kwa namna status yake ilivyo, ni msanii, yuko humble. Yaani hata ukimwangalia Zuchu hana mambo mengi kwenye mambo ya kimahusiano, ana focus na kazi. Anamtesa sana, hawezi kumwacha la kwanza. Pili, ile ni biashara yake. Yaani akimvuruga kidogo akamwacha, yani Zuchu akawa hayuko sawa, anayepata hasara ni Diamond.
kwa sababu hakuna msanii mwingine WCB anatengeneza hela kama Zuchu. So Zuchu akisema sifanye hata muziki, atakayepata hasara ni Diamond. So Zuchu si mwanamke, yaani yule ni mwanamke. Hata akisema naacha muziki, amini anaweza akampata mwanaume akamlea, kamtunza, akafanya nini, nzuri, kila sifa nazo, yuko smart, hana mambo mengi, hana mambo mengi. Hapo ndo kitu ambacho kamloga Diamond. Trust me, hana mambo mengi. Yaani mwanaume yoyote lazima utadata tu. Mwanamke hana mambo mengi, hana mambo mengi. So Diamond, mwanamke ambaye kamtesa na anamtesa na anamuumiza kichwa ni Zuchu. Na ndio maana Zuchu ana power. Trust me, ile ndoa ambayo tunaiona wewe sio kwa matakwa ya Diamond. Ndio maana nimekwambia katika mwanamke kamuumiza kichwa Diamond ni Zuchu. Hiyo ndoa ambayo inatajwa sio kwa matakwa ya Diamond. Tumesikia hizo stories, Zuchu ndo anayezungumza sana hizo. Maana yake ni nini? Ni mwanamke mwenye power kwa Diamond, kwa sababu Diamond anajua kabisa huyu sitaki kumwachia. Nikimwachia nimepoteza biashara, lakini nimepoteza mwanamke ambaye yuko smart. Yaani hicho ndio kitu ambacho kinamuumiza Diamond. Kaacha biashara, kavuruga biashara, kwa sababu utaenda kusajili msanii gani? Wasanii wenyewe wakulenga na manati. Utamleta Hola. Hii ni bahati ambayo umeipata kwenye lebo yako. Ukiwa na akili huwezi kuiachia hiyo biashara. Yaani Zuchu yule ndo kuimuza kichwa Diamond. Yaani Diamond kwa level aliyofikia, Diamond kwa ukubwa wake, hakuna anachohitaji tena kwenye mahusiano. Sema yani kwenye ndoa, yani labda nipate watoto, ana watoto. Maana yake ni kwamba aliyokuwa na hitaji la ndoa ni Zuchu kuliko Diamond. So maana yake ni kwamba aliyemconvince mwenzake na kumpush wafunge ndoa ni Zuchu. Diamond kafunga ndoa kwa sababu Zuchu anataka. Na kwa sababu Diamond anahofia kumwacha Zuchu. Kwa sababu ya vitu viwili. Mtu atakayemchukua atamkomoa sana Diamond. 2, biashara yake. Hiyo ndio biashara yenye faida. Yaani mtu atakayemchukua Zuchu, Diamond akisema anaachana naye, atafanya kila kitu kumkomoa Diamond. Halafu atatembelea upepo wa Diamond. Yaani atakuwa maarufu kupitia Zuchu, kupitia upepo wa Diamond actually. Sababu sinaona wanawake wote ambao Diamond anaachana nao, mwanamume anayempata, yaani yeye anakuwa ni mpinzani wa Diamond. So hicho ndio kitu Diamond anakihofia yani. Yaani anakihofia kuja kucreate mpinzani wa Diamond kupitia Zuchu. Na anaweza, kwa sababu Zuchu ana power. Yaani ana uwezo wa kutengeneza mpinzani wa Diamond. Yaani mtu ambaye atakuwa anampinga Diamond na kumwongelea vibaya na kumkanda kupitia Zuchu. So hicho ni kitu ambacho Diamond anahofia vibaya mno. Atakuja kutengeneza mtu ambaye atakuja kumtesa sana. So kitu anachohofia Diamond, moja, akimwacha Zuchu anapata mtu, na huyo mtu atakayempata Diamond atadhalilika sana mitandaoni. Trust me, atadhalilika sana mitandaoni. 2, kuachia biashara inayomtengenezea pesa. Na ndio maana yuko radhi kuiprotect. Yuko radhi kuilinda, hata kama akiambiwa ndoa, yuko tayari kufunga ndoa kulinda hiyo biashara. Kwa sababu Zuchu ana miaka 3, mwaka wa 4 tu kwenye game. Mwaka 4. Miaka 4 kwenye game ndio kwanza unaanza. Ndio kwanza na album moja. Kwa hiyo talent ikitoa album 3 yuko wapi? So hili ni biashara ambayo ina nyota, yani imependwa. Kwanza watu wanampenda, ni msanii pendwa. Ukiwa na akili tu mfanya biashara wa muziki, huwezi kuiachia ile biashara. Yuko radhi kuprotect biashara yake. Ndoa kitu gani? Ndoa talaka watu wanatoa. Biashara ile. Alafu je, nani baada ya Diamond? Nani atakuwa na Zuchu? Huyo ndio anamuumiza kichwa Diamond. Yaani mtu atakayefuata baada ya Diamond kwa Zuchu, huyo ndio anamtesa Diamond. Akiwaza anaona hapana, aje apate vijana wa mjini hapa, yaani nitateswa sana mitandaoni. So yuko radhi hata kwa hiyo ndoa ya uongo na kweli, ili mradi tu asiondoke kwenye mikono yake. Labda baadaye huko Zuchu akisha umrushaenda, labda akishaona sasa hivi ndio inawezekana, ila currently no way. So hiyo ndio kitu ambacho mimi nakiona kwa Diamond.